wa ukoma kwa jina lingine unaitwa Hansen disease. Ugonjwa wa Hansen. Na kwa nini unaitwa hivyo? Yule daktari wa Norway alikuwa anajulikana kwa Gerard Hansen. Sasa ndo daktari wa kwanza kugundua kisayansi. Maana naposema kisayansi hapo nyuma ulikuwepo. Lakini sio kisayansi, watu wanajua kwamba kuna ugonjwa, ni ugonjwa wa aina gani, unaletwa na nini, walikuwa wajui. Wanaona watu wafanya nini? Wanaugua, wanaumwa. Na ilikuja kuonyesha tena mabaki ya mifupa ya mtu ambaye alikuwa na mabaka ya ukoma. Katika watu watafitiwa mambo ya kale, ilionekana miaka 4,000 iliyopita huyu mgonjwa alishakufa, mabaki yake yakaonekana kwamba alikuwa na mabaka ya ukoma. Ilionyesha hivyo miaka 4,000 iliyopita. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana. Isipokuwa sasa na mimi nakumbuka hata zamani kabla sijajua mambo ya medical, familia ambapo kuna mgonjwa wa ukoma ilikuwa inaogopewa kwamba mle wana ugonjwa wa ukoma. Hata kwenda kuchumbia kule au kwenda kuua mle kuchukua binti ilikuwa sio rahisi. Wanajua kwamba ni ugonjwa wa laana, ni ugonjwa wa kifamilia, watu wanaopata. Sasa watu walikuwa wajui ugonjwa unakuaje, ukoje. Ni ugonjwa ambao unatisha. Jinsi watu walivyokuwa wanaugua, wanaonekana, watu wakawa na imani za hivyo. Kwa kuwa walikuwa wajui unatoka wapi, unakuwa kuaje. Wakajua kwamba watu labda familia wamezaliwa nao ni ugonjwa wa kwao. Sasa ilikuwa inaleta taharuki. Mpaka familia unakuta inatengwa. Watu wanaogopa. Wanasema mtakuja kupata magonjwa kama hayo. Lakini sasa kumbe ni ugonjwa wa nini? Wa kuambukiza kama magonjwa mengine. Mtu anamwambukiza mwingine, anapata ugonjwa. Na ndio maana unakuta katika familia, kwa kuwa ulikuwa bado haujawa katika mambo ya watu hawajajua kipi cha kufanya. Unaona? Sasa anapata mgonjwa mmoja katika familia anaugua, lakini anamwambukiza na mwingine. Hawashtuki kwenda kufanya nini? Kwenda kwenye matibabu. Kwa hiyo sasa ile ikaletea watu imani potofu, kusintofahamu. Wajua kwamba hawa wana ukoma, kumbe wameambukizana. Amepata mmoja, akamwambukiza na mwingine, anamwambukiza na mwingine. Labda alipata baba, anamwambukiza mama, watoto wanapata. Sasa unaona kwamba haka ni ugonjwa wa aina fulani ya familia. Ilikuwa ni katika hali hiyo, lakini ugonjwa ambao ni wa kuambukiza. Sawa? Unaambukizwa na unaambukizwa kwa njia ya hewa. Mtu akipiga chafya, akakohoa. Vile vimelea vya Mycobacteria leprae vinafanya nini? Vinaingia mwilini. Lakini sasa vyenyewe vinakwenda kufanya nini? Kuathiri ngozi, macho, neva, unaona? Na sehemu za utando wa pua juu. Ndio maana unakuta wale wagonjwa unakuta anaongelea utafikiri kama amebana pua. Unakwenda kuathiri hizo sehemu, unaona? Basi na sehemu mbalimbali zingine za mwili. Lakini hizo ambazo nitaja ndio zinakuwa zinaathirika mara kwa mara. Kwa hiyo hivi vimelea vipo vinaitwa Mycobacteria leprae, ni bakteria. Unaona? Vinataka kufanana na vile vinavyosababisha kifua kikuu. Lakini sasa hivi vinaathiri kwenye ngozi, vile vya kifua kikuu vinaathiri kwenye mfumo wa upumuaji. Wale Mycobacteria tuberculosis au Mycobacteria leprae. Ni ugonjwa ambao kwa kweli ni upo na unatibika. Na ndio maana kila tarehe 27 Februari wanaadhimisha siku ya ukoma duniani. Hii ni kuweka kumbukumbu ya kuweza watu wajue ugonjwa huu unafanya nini, unatibika kama magonjwa mengine na una taratibu zake za kuweza kutibu. Shirika la Afya Duniani lina mwongozo wake jinsi ya kutibu huu ugonjwa. Maana tunaposema miongozo, mgonjwa akiwa hapa jinsi anavyotibiwa, ambaye yuko Arusha, ambaye yuko Mwanza, ambaye yuko Dar, ambaye yuko Mtwara, tiba yao ni aina hii moja. Kuna mwongozo mchanganyiko wa dawa ambazo zinatumika kuweza kutibu, na ni kuanzia labda matibabu yake kuanzia miezi 6 na kuendelea. Unaona ni ugonjwa ambao ni mgumu sana. Ukifanya mchezo usitumie dawa jinsi inavyotakiwa, basi unakwenda kupata madhara makubwa zaidi. Daktari, kwa hapa kwetu Tanzania ni mikoa gani hasa ambayo inaongoza kwa kuwa na ugonjwa huu na ni kwa nini? Asante sana. Sina takwimu sahihi za kuweza kujua kwamba ni mkoa gani inaweza kuongoza, lakini bado ugonjwa upo. Maana wagonjwa tunakuwa tunawaona
Kila mkoa ukienda utakuta wagonjwa wa ukoma wanaonekana. Sina takwimu sahihi kwamba ni mkoa gani unaongoza, lakini bado ni ugonjwa ambao upo, maana kwenye vituo vya kutibia wagonjwa wakuwa wanafanya nini, wanafika kupata matibabu. Na hasa ni ugonjwa watu wote, watu wakubwa na wadogo, lakini sasa watoto wanakuwa katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa kutokana na kinga zao za mwili hazijawa sawa sawa. Na ni ugonjwa ambao mtu akiupata unakwenda taratibu, unaweza ukachukua takriban miaka 5 vile vimelea kuja kujitokeza mpaka kuja kuonekana takriban miaka 5. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani mtoto anaweza akawa na miaka labda 5 kaja kuonekana mpaka akiwa na miaka 10. Ugonjwa unakwenda taratibu kidogo kidogo. Ndio maana tunasema mtu anapokuwa na matatizo ni vizuri kufika kwenye vituo vya kutolea huduma. Kadri unavyokuwa umefika mapema kwenye kituo cha kutolea huduma, basi na matibabu yatakwenda vizuri, tofauti na yule mtu ambaye atakuwa amechelewa kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Na dalili zake ni zipi, dalili za ukoma? Asante sana. Dalili zake ni pamoja na mtu anapokuwa amepata ukoma anakuwa na mabaka kwenye ngozi. Sawa, na hayo mabaka inaweza kawa moja au yakawa mengi kulingana na uambukizo, maana anapokuwa na maambukizo mengi na mabaka yanakuwa mengi zaidi. Na ndio maana tunasema kwenye ukoma kuna ukoma hafifu na ukoma mkali. Ukoma mkali utajuaje? Ni pale vimelea vinapokuwa ni viko vingi alafu na mabaka zaidi ya moja, utakuta labda mabaka yako 5 kwenye ngozi ambayo yanaweza kawa na kama rangi tofauti. Sasa tunasema kama rangi ya shaba, unafiona kwamba ngozi imebadilika, imekuwa na rangi ambayo sio ya kawaida. Kingine ni kuumwa kwenye mikono. Mtu anaweza kana sikia kwa kuwa unashambulia ile mfumo wa fahamu. Mwanzoni mtu anaweza kana anza kusikia maumivu kwenye mikono, kwenye miguu, lakini baadaye mtu anakuwa asikii maumivu kadiri ile mishipa ya fahamu inavyokuwa imefanya nini, imeharibiwa. Mtu ni pamoja na kukosa hisia sehemu, kwa mfano sehemu husika, mtu anakosa hisia, alafu anakuwa na vinundunundu, alafu na macho anashindwa kufumba, maana nilivyosema unaharibu macho, unakuta jicho linakuwa linakuwa kavu, lina majimaji, inakuwa katika hivi kufumba macho inakuwa ni shida. Alafu misuli kudhoofika, misuli inadhoofika, alafu inapunguza, hata mtu anaweza kapunguza uono, yani kuweza kuona vizuri, anaweza asiwe anaona vizuri. Sasa ukishaona hivi vitu na vidonda, sawa, naweza kaa kwenye mguu, kwenye mkono, vidonda vinakuwa ni endelevu, maana unakuta mtu ameshapoteza kama ni vidole vya mikono hakuna, vidole vya miguu unakuta hakuna, unakuta wakati mwingine pua kisha katika, yani hii pua yote ya mbele hamna, kabakia kale kamfupa tu peke yake. Sasa ukishaona mabaka kwenye ngozi, usifikiri labda ni ugonjwa ambao, si unajua watu wana tabia. Na hapa tumeona unavyochukua miaka 5 na kwamba huu ugonjwa unakuja, yani kama ni ugonjwa ambao hauna, sio hatari, inakwenda miaka 5 una tatizo. Unaona kwenye ngozi labda kuna kitu, halafu unaona kwamba labda vikuumi, mtu anakana vivi hivyo, anafikiria kitu cha kawaida, kutafuta ufumbuzi kwamba ni kwenye kituo cha kutolea huduma haendi. Matokeo yake sasa unakuta anafanya nini, ugonjwa unakwenda kumletea madhara ambayo ni makubwa zaidi. Ndio. Na ni sehemu gani za mwili ambazo zinashambuliwa zaidi? Asante sana. Sehemu za mwili ambazo zinashambuliwa ni kwenye sehemu za puani, sawa, ngozi, sawa, ngozi, sehemu ya juu ya puani unakuta inaathiriwa, unakuta mikono, vidole, lakini na sehemu za miguuni ndio unakuta watu wamekuwa hayo maeneo, na sehemu za machoni. Hizi ni sehemu ambazo mara kwa mara mtu akipata ukoma inakuwa hizo sehemu zinaathirika kwa kiasi kikubwa sana.